Hivi unafahamu kwamba Mungu akikuweka sehemu kwa ajili ya kusudi lake, akikuweka sehemu kwa makusudi, kitu cha kwanza, hauwezi ukatoka kwa muda wako, utatoka kwa muda wake. Na ukingangania kutoka kwa muda wako, unakuwa umepoteza. Lakini ukikubali kupigika ili uweze kutoka kwa muda wake, basi unakuwa umewini. Na ndio maana Mungu katika kuwanyanyua watu wote, hajawahi kuwanyanyua watu kwa kuwanyanyua kwa kuwawekea kwanza taji. Alianza kwanza kuwashusha chini. Mungu alimpaka mafuta Daudi kuwa mfalme, lakini hakuwa mfalme siku ambayo alipakwa mafuta. Mungu akumfanya Yusufu waziri mkuu, alimfanya kwanza mtumwa. Mungu akumfanya Yusufu kuwa waziri mkuu moja kwa moja, alimpitisha njia ambazo alijua kabisa kwamba huyu jamaa anatakiwa apite hizi njia ili kuweza kufika pale, na zile njia zote zilikuwa zina kusudi ambalo alikuwa anatakiwa kulitimiza. Kumbuka kitu kimoja, Mungu anapotaka kukunyanyua, Mungu anapotaka kukupeleka juu, Mungu anapotaka kukung'arisha, lazima kwanza upitie moto. Njia za Mungu huwa sio njia nyepesi. Njia za Mungu huwa sio njia ambazo tunaziwazaga kwamba basi Mungu akishakuwa kwenye maisha yako basi kila kitu kinakuwa chepesi. Basi kwamba Mungu akiwa kwenye maisha yako basi yani safari yako itakuwa nyepesi, itakuwa laini sana, itakuwa softi. Mungu anaga hivyo vitu vya safari softi. Anataka watu ngangali, na ndio maana ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu, au tekwi na watu wadhaifu, au tekwi na watu wanyonge. Mungu huwa atembei na watu ambao wepesi kukata tamaa, watu walalamishaji, watu walalamikaji. Mungu atembei na watu wenye kukwepa kwenye kukwepa majukumu yao, watu ambao hawataki kuwa responsible, watu ambao hawataki kuwa accountable. Mungu atembei na watu wa aina hiyo. Mungu anatembea na majasiri. Mungu anatembea na majasiri kama Daudi. Mungu anatembea na majasiri na watu ambao na majitu, watu ambao yani wakisimama na kitu wanasimama na kitu mpaka kinaeleweka.